Leo nataka uweze kuzifahamu benki ambazo zina trade forex. Benki kama benki huwa zinahusika katika trading, tena zinahusika kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu benki huwa tunazita ni market maker, na sio kila benki inahusika moja kwa moja katika trade forex. Zipo benki ambazo ni kubwa, ndizo ambazo zinahusika katika trading ya forex, na hizi benki ambazo nimekuletea ndizo ambazo zinahusika. Sasa benki inahusikaje katika biashara hii ya forex? Benki huwa inakuwa inatoa liquidity pamoja na kuweka mazingira sawa ya vile viwango vya uboreshaji wa fedha. Benki inatoaje liquidity? Liquidity ukiangalia kwa Kiswahili fasaha ni uwezo ni urahisi wa kuweza kuuza au kununua fedha pasipo kuweza kuasili ile thamani yake, tunaita liquidity. Kwa hiyo benki huwa zinakuwa zinatoa liquidity, zinaleta urahisi wa kuweza kuuza au kununua sarafu fulani pasipo kuweza kuharibu ile thamani yake. Pamoja na mambo ya viwango vya ubashiri wa fedha, benki hutoa vitu kama hivyo. Sasa benki kubwa duniani ambazo zina trade forex, kuna hii ya kwanza ambayo tunaita Citi. Citi hii ni benki, lakini pia ina benki zingine ndogo ndogo, ina branch ndogo ndogo ambazo zimesambaa kwa nchi mbalimbali. Naona hata Tanzania pia kuna hii Citi Bank. Kwa hizi ni minor as trade, lakini big branch, major branch ndio ambayo inakuwa inahusika katika mambo ya trading. Na ukiangalia hii Citi Bank makao yake makuu yapo New York, Marekani. Kwa hiyo kwa hii major branch inahusika katika hii biashara ya forex, ila hizi branch ndogo ndogo hazihusiki katika hii biashara forex. Zinahusika kwa indirect, na maana kwa kuweza kufanya zile exchange za currency mbalimbali, lakini sio kwa kutrade kwa lengo la kuweza kujitengenezea profit, bali ni zile branch kubwa kubwa, main branch ndizo ambazo zinahusika moja kwa moja kuweza kufanya trading. Benki ya pili kubwa duniani ambayo inahusika katika biashara hii ya forex ni JP Morgan. JP Morgan benki ni benki ambayo inajihusisha na forex trading. Sasa hii ni benki ambayo ni kubwa, ipo Marekani, USA. Ukiangalia kama hii benki ya JP Morgan, ina maana kama sisi trader wadogo wadogo, retail trader, tunapokuwa tuna trade kwa mitaji yetu midogo au mitaji ya kawaida. Sasa hizi benki kama JP Morgan, wao wanakuwa wana play party kama ya market maker. Inamaanisha wanakuwa wanaweka order nyingi sana, wanaweka order ambazo zinagharimu mabilioni ya dola. Kwa hiyo wao ndio wanafanya market inaenda katika movement fulani. Sisi retail trader mitaji yetu ni midogo, kwa hiyo hatuwezi tukalipush soko likaenda katika direction ambayo sisi tunataka, lakini hawa mabenki makubwa wana uwezo wa kuweza kulipush soko likaenda katika direction ambayo wanataka wao, kwa sababu kwanza mitaji ni mikubwa. Ya pili, benki kubwa ya pili duniani ambayo ina trade forex ni UBC. UBC hii ni benki ambayo ipo Swiss. Ipo Swiss. Ni benki ambayo ni kubwa, alafu pia inahusika na mambo ya multinational investment bank, and kitu kikubwa inahusika katika mambo ya investment, mambo ya uwekezaji. Kwa hiyo katika hizo investment ndio wanahusika katika mambo ya nini, ya trade forex. Maana watu wanaenda katika hii benki, then wana deposit initial amount. Wakishaweza kudeposit, ina maana kile kiwango kinakuwa stored ndani ya muda fulani, then kuna interest ambayo watu wanakuwa wanapata. Kwa hiyo ni benki ambayo ina trade forex, UBC. Alafu pia kuna Barclays. Hii Barclays nayo ni benki kubwa duniani
ni benki kubwa duniani. Ipo London Uingereza. Hii ni benki ambayo pia huhusika moja kwa moja katika kuweza kutrade forex. Inamaanisha wana trade kama sisi retail trader tunavyokuwa trade, lakini wao wanasimama katika big banks pamoja na financial institutions. Kwa hiyo hawa ni market maker tofauti na sisi. Kwa hiyo wana trade moja kwa moja. Wanatrade moja kwa moja tena kwa mitaji mikubwa, kwa mabilioni, wanatrade mabilioni ya dola. Kwa hiyo wanakuwa na uwezo wa kuweza kulipush market kwenda katika direction ambayo wao wanaona inafaa. Ni muhimu wewe kama trader kuweza kuvifahamu vitu kama hivi ili uweze kuwa serious na trade zako, lakini pia ni swala la kujiuliza benki zina trade vipi. Kwa hiyo ukishaweza kujua jinsi gani benki ambavyo zinakuwa zina trade, na kama nilivyokuambia benki ndizo ambazo zinafanya soko liende katika direction fulani. Kwa hiyo unaweza ukawa makini na kujifunza zaidi namna gani benki zinavyokuwa zina trade na kuweza kuongeza success rate yako. Alafu pia kuna hii benki inaitwa Deutsche Bank. Deutsche Bank hii ni benki ambayo ipo Frankfurt Germany, ipo Ujerumani. Hii benki na yenyewe inahusika katika mambo ya investment, mambo ya uwekezaji pamoja na huduma zingine za kifedha. Watu wanaenda katika hii benki kuweza kuwekeza pesa zao. Kwa hiyo pesa ambazo wanakuwa wanaziwekeza ndani ya miezi kadhaa, ndani ya miaka kadhaa, zeni wanakuwa wanapata interest rate. Wanapata interest. Na ukiweka kiasi kadhaa kinazaa ndani ya muda kadhaa, lakini wao wanakuwa wanafanya trading. Alafu benki nyingine ni HSBC. Hii HSBC ni benki ambayo ina makao makuu huko London pamoja na Hong Kong. Ni benki ambayo ni kubwa. Hii benki na yenyewe inahusika katika mambo ya financial service. Kwa pia wanafanya mambo ya investment. Mtu anaenda na initial deposit kulingana na plani zao, zeni anaweza kuweza kudeposit. Akishaweza kuweza kudeposit anakuwa anapata return. Na maana wao wana uwezo kuweza kucontrol fund kubwa. Wana uwezo kuweza kucontrol fund kubwa, na kama tunavyojua trading ya kuweza kuhusisha mtaji mkubwa, risk inakuwa ni ndogo. Alafu pia wao ni kama ni benki, na maana wamejipanga, wamejiorganize, wana mtaji mkubwa, na kama benki tunavyojua huwa zimekuwa ni market maker. Kwa hiyo wana probability kubwa sana ya kuweza kufanikiwa katika trade zao. Kwa hiyo ndio maana huwa tunasema kuna baadhi ya benki zinafanya investment service. Alafu pia kuna benki nyingine ni Goldman Sachs. Hii Goldman Sachs ni benki ambayo inahusika pia na mambo ya financial service pamoja na investment management. Ni benki ambayo kubwa, hii benki hii ilikuwa founded, na maana ilianza mwaka 1869. Ni benki ambayo ni kongwe, inahusika na mambo ya financial service, mambo ya trading.